Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yes, bana, in exclusive interview na moja ya waigizaji wazuri sana kutokea hapa nyumbani Tanzania, lakini pia wengi wamemfahamu kupitia tamthilia ya Dunia, ambayo kiukweli uhusika ambao ameuvaa mule umeleta hisia tofauti kwa watu tofauti. Kila mtu amempokea vile ambavyo yeye anafahamu. Si mwingine ni Catherine, kama ambavyo unaweza kumtazama hapa. Mashallah, ni mzuri sana dada ya watu. Mimi nilipomwona tu nikamwambia dada ni mzuri. Mambo vipi dada? Poa. Mzima. Mzima. Pendeza sana. Asante. Wadada wa mjini ukiambia umependeza atakwambia na uzuri unachangia. Nilikuwa nategemea hilo jibu. Hamna bwana. Asante. Okay. Kwa mtu ambaye anakutana kwa mara ya kwanza ama atakutana kwa mara ya kwanza na Catherine, akamuuliza Catherine ni mtu wa aina gani, jibu lako litakuwa ni lipi? Catherine ni mtu fulani mpole na pia ni mkali. Halafu ni mcheshi sana kwa mtu ambaye nimemzoea, lakini pole alafu mkali sana kwa mtu ambaye ataleta mizinguo. Anyways, sanaa, uliingia kwenye sanaa mwaka gani, ama ni kitu gani pia ambacho kilikuvutia uingie kwenye sanaa ya uigizaji? Niliingia 2022. Ni kitu ambacho nilijikuta tu nimekipenda, sio kitu ambacho ilikuwa ni ndoto yangu, hapana, ila baadaye nilijikuta nimependa na tamani nikawa nimeingia. Okay, sawa. Kuna kitu ambacho ulisomea labda huko nyuma, kwa sababu naamini kuna wazazi wengi kwa kiasi kikubwa sana wazazi wamekuwa kitusomesha wazazi wao tuwe madaktari ama tufanye kazi ambazo wamekuwa wakizipenda. Wewe tukiachana na uigizaji, kitu gani ambacho ulikuwa unafanya ama matamanio yako bidi ulitakao kufanya? Kitu nikiachana na sanaa, kitu ambacho nilikuwa nakipenda, yani nilikuwa napenda kuja kuwa mwanajeshi au fundi umeme. Ndio vitu ambavyo nilikuwa navipenda hivyo. Kazi zote kama ngumu fundi ulikuwa unazipenda? Nilikuwa nazipenda tu. Okay. Lakini ndio hivyo sikufanikiwa. Okay. Unatamani kuwa mwanajeshi ama fundi umeme? Fundi umeme huwa wa sola na TANESCO. Kwa nini fundi umeme lakini? Nilipenda tu, kitu ambacho nakipenda, kwa sababu hata nyumbani nilikuwa nikichukua, kuna zile tochi kiharibika, ukichukua ukiunganisha zile unapata umeme. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana. Wewe mtoto wangapi kwani? 3. Naamini ni wa kike wote ama wa kiume? Yaani mimi ndo wa mwisho wa kike kwetu. Wanaonifuata chini ndo wa kiume. Juu yangu kuna wa kike 2, mimi 3, chini yangu kuna wa kiume 2. Okay. Nilitegemea utaniambia nilikuwa natamani kuwa daktari ama nifanye kazi fulani huko benki na nini. Ila mwenzangu ni fundi umeme ama mwanajeshi. Sijawahi kutamani sijui kuwa mwalimu, nesi, hapana. Sawa. Watu wengi tumekufahamu kupitia tamthilia ya Dunia. Ni tamthilia nzuri sana ambayo imeleta mageuzi makubwa sana. Mara kadhaa nimekuwa nipiga story na Bicho tuaga tunazungumza sana kuhusiana na tamthilia ya Dunia. Connection ilikuwaje mpaka ukadondokea kwa Bicho ama kuigiza kwenye tamthilia ya Dunia? Connection ni kwamba mimi nimefika kwa Bicho, naweza nikasema kupitia Bayram. Nilikuwa kwa Bayram akawa anaenda kwa Bicho, kipindi kile wanafanya kazi wote. Kwa hiyo sasa kupitia Bayram na mimi nikawa nimeenda kwa Bicho. Nikawa nafanya hapo na kwenye visini ndogo ndogo napita mle naigiza hivyo. Mwisho wa siku sasa ilikuwa ni muda, mimi nimeanza na Bicho 2022 mwezi wa 12. Mpaka ile 2025 ndo akanipa uhusika kwenye Dunia, ndo uhusika mkubwa. Uhusika mwotundea haki. Asante. Ueleweki mule. Ndo kata niliopewa. Kuna namna watu wanakuchukia kwa sababu ya uhusika ambao umevaa? Ndio, wapo wengi tu. Wanakuchukia kabisa? Wanachukia, yani wanakutukana, wanakuchukia, wewe kase mchawi, sijui nini hivyo. Na wewe una react vipi ukiona hizo comments, watu wanakutukana, wanakufuata DM na nini? Hapana, mimi nachukulia poa tu, hazijawahi kuniumiza. Kuna comment moja niliona, kuna mtu akauliza, kwani Katho ushakuwa mchawi kweli ama ushakupitia kwenye hayo maisha na nini? Yani za hivyo zipo nyingi. Utasikia anasema yani shetani mwenyewe anajifunza kwako. Mtu anakuambia hivyo. Lakini mimi sijali kwa sababu nipo kazini. Sikuumiza kabisa. Kabisa, yani hazijawahi kuniumiza. Ama ndo kuna namna labda ushakupitia hayo maisha, kwa sababu naamini kwenye kutafuta mafanikio hasa vijana wengi kuna njia waga shortcut tunazipitia kwenda kwa waganga na nini. Uje kwenda kwa mganga ili kurekebisha mambo yako yakae sawa? Hapana, sijawahi hata kufikiria.
Sijawahi. Kweli? Sawa. Kwenye tamthilia ya Dunia, usika ambao umeuvaa kiukweli, narudia kusema hili, umeutendea haki, kwa sababu mpaka watu wanakuchukia, ina maana kweli ule usika umeufanyia kazi na vitu kama hivyo. Sini gani ilikuwa ngumu sana kwenye tamthilia ya Dunia, tukianza na season 1 na mpaka sasa tupo kwenye 2? Yaani sini ambayo ilikuwa ngumu sana ni sini ambayo nilicheza na Manyanya guest. Ile sini inabidi nimvulie nguo Manyanya. Manyanya akaanza kuniambia, "Yaani wewe haunishtui. Hata kama uvue nini, hata kama ukija hapa siwezi nikashtuka kwa chochote. Lakini mwanamke wangu Violet hata akivaa gunia mimi nashtuka. Lakini wewe, yaani nakuona takataka kama takataka imesimama mbele yangu." Kwa kweli ile. Sasa ugumu ulikuwa wapi, kwenye kumvulia nguo ama kwa maneno yake ndio ambayo alikuwa anakugusa? Kwanza nilivyoambiwa watu kwamba unaenda kushuti hivi. Kwanza nilijisikia vibaya, lakini baadaye nikaelewa hii ni kazi. Lakini kuhalisia ile iliniuma yani. Unajua mwanamke unamvulia nguo mwanaume, anakukataa, anakutukana. Hiyo inauma sana. Iliniuma, ila baadaye nikasema mbona mimi nakuwa kama mjinga? Hii ni kazi. Baadaye nikaelewa hii ni kazi, basi nikawa nimepoteza, ila hata ilivyopostiwa sikuangalia wala sikuiposti kile kipande changu. Niliangalia vingine tu. Kipande changu sijaangalia. Okay. Kuna namna director alikuforce uvue kweli nguo ama? Hamna, wala sio kuforce. Yaani kilichokuwa kinaniuma tu ni yale maneno. Yaani nilikuwa nahisi kwa nini maneno makali hivi? Au kweli sivutii. Okay. Ukavaa uhusika sasa kiukweli kutoka kwenye movie. Ila kabla hata sijaenda kushuti, dada aliniambia kabisa, leo unachoenda kukishuti ni kigumu. Kwa hiyo jiandae kisaikolojia. Ile scene ni ngumu. Ila baadaye nikaelewa, hii ni kazi. Mbona yani nikaelewa hivyo, nikapotezea. Kuna namna ukikaga unaikumbuka labda ama yale maneno ushakuambiwa na mwanaume wako nyuma? Hapana, sijawahi kuambiwa na mtu yoyote. Hapo tunaongea sisi wawili, hawasikii. Najua hapana, sijawahi. Na ndo mara ya kwanza nimeambiwa kwenye scene. Ulisha kukataliwa na mwanaume nyuma, tukiachana na mambo ya filamu? Hapana, sijawahi. Na wewe uliwahi kukataa? Yaani tuliwahi kuachana, unajua kuachana. Kukataliwa na kuachana ni vitu viwili tofauti. Sawa. Mimi ni mtu ambaye natembea sana kwenye mitandao ya kijamii, hususan YouTube, Instagram na pengineko. Kuna caption moja nilikuta imepostiwa picha yako na picha ya Maltida, wakasema yule wamegombana. Mimi I don't know kama you guys mmegombana ama mko sawa. Nikasema nikutana na wewe ama nikutana na Maltida nitaliuliza hili. Are you guys okay? Hatujawahi kugombana. Sawa. Tuko sawa kabisa. Kwa nini tugombane jamani? Labda kwa kuwa ameshatoka kwenye Dunia series, hata kuongea mtakuwa muongee, dadi atakuwa anawazuia. Hapana, dadi anaga hizo. Kwa nini tusiongee naye? Ile ilikuwa ni kazi, tumefanya, tumemaliza. Maisha mengine lazima yaendelee. Badala ya kazi kuna maisha mengine. Kwa hiyo dadi mwenyewe hawezi kuacha eti kuongea na Mati kisa hayupo kwenye Dunia, au sisi hatukatazi. Hakuna kuongea na Mati kwa sababu hayupo kwenye Dunia, hakuna kitu kama hicho. Ni mengi aliyazungumza kupitia interview ambayo alifanya, na mengi kuhusiana na wengi concern yao kubwa kama kuhusiana na malipo ambayo alikuwa analipwa pale. Akasema majina mnayo makubwa sana mkija mtaani wakina Kathe huku Manyanya. Watu wakashangaa, jamani analipwa 1,500,000, kuna muda halipwi kabisa. Ile ni ukweli? Hapana, sio kweli, lakini hiyo kwamba kuna muda tulikuwa hatulipwi, ni kweli. Tulivyoanza kipindi kile ndo tumeanza Dunia, yani tulikuwa bado hatuingizi chochote na watu wote walikuwa wanajua. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa tayari kufanya kazi bila kupata chochote alifanya. Mtu ambaye aliona kwamba mimi siwezi kufanya kazi bila kulipwa aliondoka, na waliondoka wengi. Lakini watu ambao tuliamini kwamba tukifanya tutaingiza pesa na tutasonga mbele, tulifanya. Lakini baada ya muda Dunia ikaanza kutulipa na tukaanza kulipwa. Kila mtu sasa hivi analipwa. Analipwa vizuri. Vizuri tu yani tunalipwa pesa ambayo inatutosha kwa sasa hivi. Ile mambo ya 1,500,000 ni mambo tu. Ni mambo tu, hata kama ingekuwa 1,500,000 sina yenyewe ni pesa jamani. 1,500,000 baada ya miezi 4. Kubaliana kwenye pesa, yani mmeshakubaliana kwenye mkataba mtalipana hivi na hivi, basi inatosha. Huo mnalipwa kwa scene ama kwa episode? Hapana, iwe una shoot au shoot, mwisho wa mwezi unapewa pesa yako kama kawaida. Mnalipa kwa mwisho wa mwezi? Mwisho wa mwezi. Sasa Kathe 300,000 kwa mwisho wa mwezi inakutosha kwa? Hata kama nikipewa 200,000, kama nimelizika nayo
inanitosha kwa sababu bado tunapambana. Na ndio maana kuna kipindi tulianzisha app ili kama kwa mfano kama tunalipwa 200,000 au 3, tutoke angalau tuweze kulipwa hata 1,000,000, 2,000,000. Kwa hiyo bado tunapambana, tunajitafuta. Kwa hiyo tutafika tu huko kwenye kulipwa mabilioni manini. Ni hatua, sio, unanielewa? Kwa hiyo tutalipwa. Pesa kiasi gani unalipwa? Hiyo siri yangu sasa. Okay. Sawa. Umezungumzia kuhusiana na swala la mwanzoni mlikuwa hamlipo, na ukweli hata hilo nilizungumza naye yeye nani Bichu aliniambia kwa kuna wakati mnaanza hali ilikuwa ngumu, akina Manyanya walikuwa wanavaa nguo zake kwa mbele mashati hayaeleweki na vitu kama hivyo. Kuna watu walikata tamaa wakaondoka. Kwa situation ambayo imemkuta Matilda, kwa sababu alizungumza kila kitu kuhusiana na mikataba, kuna namna pia ulijifunza kitu yaani ukajiweka kuwa ili likitokea basi mimi nifanye hivi? Hamna, kwa sababu kila mtu na mifumo yake. Unajua Dadi anafanya kazi na kila msanii na mifumo yake. Wao walikuwa yeye na Mati walikuwa na mifumo yao, pengine mimi na yeye tuna mifumo yetu. Kwa hiyo sijajifunza kitu kwa sababu mimi na Dadi tuna mifumo yetu ambayo tunafanya nayo kazi, tuna makubaliano yetu. Kwa hiyo kila mtu na makubaliano yao. Sasa makubaliano yake na Mati sijajua yalikuwaje sijui. Kwa hiyo siwezi nikajifunza kitu kupitia Mati kwa sababu mifumo yake sio ya kwangu. Dunia season 2 imetoka na nimeona comments nyingi sana, watu design kama hawaelewi wengine kwa sababu characters wamekuja wapya, Manyanya usika umekuwa mwingine, wewe pia kuna namna, kuna vitu vimebadilika. Unawaambia nini hawa ambao hawaelewi kabisa dunia kwa sasa hivi na wanaiponda labda kwa namna moja ama nyingine? Amna, inabidi waielewe tu. Kwanza yani kitu ambacho kinawachanganya ni kuwaona wale watu wageni. Lakini siku zote dunia, ukiongelea dunia ina mambo mengi. Dunia ina vitu vingi. Dunia haiko, yani wao hawezi kusema tu dunia izungukie kwa Manyanya labda Kase Vai. Hapana. Hapa duniani kuna watu wengi, kuna vitu vingi. Kwa hiyo tunataka sasa tuwaonyeshe hivyo vitu vilivyopo duniani. Na ndio maana tukawaleta hao wengine kina Kawina na wewe mke wake kina nani ndio hivyo, hatuwezi tu kuzungumzia kitu kimoja. Kwa hiyo wakae kwa kutulia, wajifunze. Nadhani wameshaanza kuielewa mpaka sasa hivi. Wakae kwa kutulia, wajifunze. Kuna vingi. Mpaka hapa umefika, mimi naamini umefanikiwa kwa asilimia kadhaa. Kuna wanawake pia ama watoto wa kike ambao wanatamani kufika sehemu ambazo you guys mmefika. Mshare na mimi changamoto kubwa ambayo uliwahi kukutana nayo kwenye kipindi ambacho unajitafuta haswa kwenye tasnia ya filamu na ukaweza kuovercome na leo tunakuona hapa ulipo. Changamoto zipo, hazikosi. Kwa mfano kama mimi nishawahi kukutana na changamoto ya mtu kuniambia njoo nikufundishe, kumbe anataka tu mambo yake mengine, ila nashukuru Mungu niliweza kuziepuka. Lakini pia nilichojifunza ni kutulia sehemu moja, kuwa na nidhamu ya kazi na kuwa na uvumilivu. Watu wengi unajua wanapenda shortcut. Anapenda ameanza sanaa mwezi huu, mwezi ujao awe star. Mimi nimeanza sanaa 2022. Watu wameanza kunijua 2025. Hapo nimechukua miaka mingapi? Kwa hiyo hapo uvumilivu unahitajika, nidhamu, hata kama ukiwa na kipaji kiasi gani. Kama hauna nidhamu ya kazi, huwezi kufanikiwa. Utaishia tu kusema Mr. Boy sina nyota unayo, ila kama huna nidhamu. Hata kama uwe na kipaji dunia nzima hakuna mwenye kipaji kama wewe, huwezi ukafika popote. Kwa hiyo siri ni hiyo tu. Yule ambaye alikuita akakufundisha, akakufundishia guest. Yaani alikuita guest akakufundisha kuigiza? Sasa mimi sikujua kama ni guest. Okay. Kama kuna kitu natamani kukijua, yaani ilikuwaje? Alikuwa ni director ambaye alikuita? Alikuwa ni mtengeneza movie. Movie zake tu kubwa zipo huko Azam. Mtengeneza movie. Kwa hiyo kipindi mimi sasa ndo najitafuta kwanza sanaa. Akawa ameniambia ukija mimi na shoot mwezi fulani. Kipindi kile ndo nimekuja. Sawa, idea ya kuigiza ninayo ila nilikuwa sijui chochote. Akaniambia mwezi huu inatakiwa tu shoot. Kwa hiyo inatakiwa uje nikufundishe. Utakuja tutafundishana tu sehemu ya wazi, hamna shida. Akaniambia sawa. Nikaenda nashangaa kwenye maelekezo ananielekeza sehemu ambayo sipo. Yaani nikafanikiwa kuingia mpaka humo guest humo ndani sasa. Ndo akaanza mambo yalikuwa mengi. Akaanza kuniambia, sasa mimi nakufundisha fanya kama mume wako ametoka kazini ana hasira, mmekasirikiana umbembeleze. Nikamwambia nikubembeleze. Yaani nakubembeleza vipi? Inabidi umpetipeti, wewe mtu mzima unaelewa. Inabidi umpetipeti mwanaume umbembeleze. Nikamwambia siwezi kufanya hivyo. Akasema kama uwezi basi mimi siwezi kusaidia. Kwa sababu mimi nishasaidia watu wengi, hawana shukrani, yani nyewe wasichana hamna shukrani mkishasaidia. Kwa kama uwezi kufanya hivyo basi na mimi siwezi kusaidia. Na mimi nikamwambia sawa kama uwezi.
Yalojiri mengine tusiyajue. Hapana, baada ya hapo mimi niliondoka, lakini baadaye alinipigia simu akaniambia nenda, mimi kuna mshikaji wangu anashuti, nenda kashuti. Ndo nikaenda kushuti huko. Nilipoenda kushuti huko nikakutana na mkaka mwingine, wewe kaka sasa ndo akaniunganisha kwa Bairam. Kwa Bairam ndo kwa Baba Asma. Kwa hiyo tokea pale kwa Bairam sijawahi kukutana tena na misukosuko mingine, kwa sababu nilivyotoka tu kwa Bairam kwa Baba Asma labda nilienda na darasani kuongezea kujifunza sanaa. Kwa hiyo toka hapo sijawahi kukutana na changamoto zozote tena za sanaa. Uko kwenye mahusiano? Ndio. Hongera. Asante. Mtu maarufu? Hapana. Nataka watu maarufu. Amna, ni yani Mungu tu ndo kanipangia yule. Kwa hiyo hata angenipangia mtu maarufu sawa tu. Mipango ya Mungu. Sema watu maarufu ana mambo mengi hawataki. Basi kama nilivyo na mimi nitakuwa na mambo mengi sasa. Huyu ambaye uko naye kwenye mahusiano ni mtu ambaye anahusika na mambo ya kamera labda, ama ni mtu ambaye anafanya kabisa mission nyingine? Hapana, ni mtu ambaye hajihusishi kabisa huku kwenye masana. Ni mfanyabiashara tu. Nimeona kama uko hata kumalizia mfanyabiashara wa madini ila ukaona unyamaza. Wa madini. Watanzania sija kuona anajisifu sana. Wakasema nampaisha sana mtu wangu. Hamna bwana. Okay. Sawa, na kumalizia ni vitu gani ambavyo umeplani, labda mimi una mashabiki zako na natamani kukuona upo kwenye levels nyingine. Vitu gani ambavyo unawaahidi ama pia wewe una plan ya kuvifanya mwenyewe? Nitafanya vitu vingi. Yaani nina mpango wa kufanya vitu vingi. Naamini muda ukifika wataviona. Kwa hiyo kwa sasa hivi waendelee tu kunisupport huku nilipo kwenye sanaa, wasupport kazi zangu kwa sababu wao wanavyotusupport ndio tunavyokuwa, yani sisi ndio kukua kwetu. Kwa hiyo ili tusiendelee kulipwa hizi 1,500,000, watusupport, watutie nguvu hivyo wasituvunje moyo. Kwa hiyo tutafanya vingi wataona. 1,500,000 kwa mwanamke inamtosha kwa matumizi yake ya mwezi mzima? Sijui kama inamtosha, japokuwa mimi sijawahi kulipwa 1,500,000. Mwanamke ama wewe matumizi yako kwa siku ni pesa kiasi gani? Mimi matumizi tu, kwa mfano nikiwa nyumbani, mimi nakaa peke yangu. Kwa siku naweza kama hamna kila kitu ndani, kuna gas tu basi naweza nikatumia 10,000. Kwa siku? Kwa siku. Na mambo mengi? Sina mambo mengi mimi. So wigi sijui 800,000? Hapo sinipo nyumbani. Hilo wigi hata ukinunua 800,000 utanunua kila siku wigi? Hapana. Basa, mimi nikushukuru kwa muda wako, lakini pia nikuombe kila la kheri, Mwenyezi Mungu akakusimamia ukaweze kufika kwenye zile levels ambazo mimi personally natamani ufike. Amina, tutafika. Hongera kwa kazi nzuri. Asante sana. Bana, mimi niwashukuru sana, nadhani nimemsikiliza vizuri Catherine, lakini pia nikukumbusha tu kutokuacha kusubscribe na michongo pesa na magari. Kama hauna gari usilalamike, kwa sababu PMBet wanakuwekea magari. Nenda kasajili kupitia pmbet.co.tz. Mimi naitwa Nicky Tozi, nyuma ya kamera ni Uncle Libaba. Mpaka baadaye, bye bye. Aviator, rusha ndege ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.